يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea katika somo letu katika mulakhas fi sharh kitab tauhid, tunaondokea ukurasa 295 babu man ataa al-ulama wal umara fi tahrimi ma halala Allah au tahlili ma harrama Allah faqad ittakhadhahu marbaba. Huu ni mlango uliowekwa kwamba mwenye kumtii man ataa al-ulama, mwenye kuwatii wanazuoni wal umara na viongozi watawala, fi tahrimi ma ahalla Allah, katika kuwatii katika kuhalalisha yale Allah, fi tahrimi ma ahalla Allah, katika kuyaharamisha yale Allah aliyohalalisha. Unawatii katika kuhalalisha au katika kuharamisha Allah aliyohalalisha, au tahalili ma harrama Allah, au kuhalalisha Allah aliyoharamisha. Allah kaharamisha, wao wakayahalalisha, ukawatii katika hivyo, faqad ittakhadhahu marbaba, hao tayari kashawafanya kwamba ni waungu ambao wanaweka sheria kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Man ataa ulama, mwenye kuwatii wanazuoni, wal umara na viongozi, fi tahrimi ma ahalla Allah, katika kuharamisha aliyohalalisha Allah, au tahalili ma harrama Allah, au kuhalalisha aliyoharamisha Allah. Kuhalalisha fi tahrimi ma ahalla Allah, kuharamisha aliyohalalisha Allah, au tahalili ma harrama Allah, au kuhalalisha aliyoharamisha Allah, faqad ittakhadhahu marbaba, huyo tayari kashawafanya hao kwamba ni waungu. Wa qala ibn Abbas radhiallahu anhuma, na amesema Ibn Abbas Allah waradhi naye na baba yake, yushiku antanzila alaikum hijara, inakaribia kushuka juu yenu mvua ya mawe. Yushiku antanzila alaikum hijara, inakaribia kushuka juu yenu mvua ya mawe, minas samai, kutoka juu. Aqulu, mimi nasema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, watakuluna, na nyinyi mnasema, qala Abu Bakar wa Umar, amesema Abu Bakar na Umar. Yani mimi ninasema kauli ya Mtume, mnanieleza maneno ya Abu Bakar na Umar yanayopingana na kauli ya Mtume. Vipi nyinyi? Wakati wote nyinyi mtangamizwa na Allah. Anawaambia matabi, anawaambia maneno haya matabi, kwamba yeye anawaambia Rasulullah anasema, lakini Abu Bakar na Umar anasema, ambao ni kinyume cha maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo anawaambia nyinyi karibuni mtaangamizwa, inakaribia nyinyi kuangamizwa kwenu, Allah kukuleteeni adhabu inayotoka juu, kama ni mvua ya mawe na mfano wake. Kwa sababu mimi nakwambieni Mtume amesema na nyinyi mnasema amesema Abu Bakar. Sasa hapa Ibn Abbas radhiallahu anhuma anasema kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kauli ya masahaba, kwamba muifuate kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haje wale ambao wanaiacha kauli ya Mtume wanafuata ambao hata sio masahaba, ambao kauli ya hao yanaenda kinyume na kauli ya Mtume. Hao kama ni mashehe, kama ni masharifu, kama ni kadha, kauli zao zinaenda kinyume kabisa na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Itakuwaje? Munasabatu dhikri hadha albabi, mnasaba kutaja mlango huu fi kitabu tauhidi, katika kitabu cha tauhidi. Nini mnasaba wake kutaja mlango huu katika kitabu cha tauhidi? Lamma kanat ta'atu min anwa'il ibada, ilivyokuwa kutii ni katika aina za ibada. Kutii ni katika aina za ibada. Nabaha al-musannifu, ametoa tanbihi, amezindua watu mtuzi wa kitabu rahimahullah, Allah mrehemu, bihadha albabi, akawazindua watu kwa kuweka mlango huu, ala wujubi ikhtisasi al-khaliq tabaraka wa ta'ala biha, juu ya uwajibu wa kumhusisha jambo la utiifu, kumhusisha Allah peke yake ambaye ni muumbaji tabaraka wa ta'ala, kumhusisha jambo hilo yeye. Ameweka mlango kwamba jambo la utiifu umhusishe Allah subhanahu wa ta'ala, umtii yeye katika jambo la kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake, Allah ndio umtii. Wa annahu la yuta'u ahadun, na kwamba hatuiwi yoyote minal khalqi, katika viumbe,
illa idha kana ta'atuhu fi ghairi ma'siyati Allah, isipokuwa itakapokuwa utiifu wake wa kumtii mtu huyo iwe ni katika jambo lilokuwa si la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa jambo la kumwasi Allah hatakiwi kutiiwa. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Kuna ruhusa ya kumtii kiumbe katika jambo la kumwasi muumbaji Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mnasaba wake ni huo, kwamba mnasaba utiifu ni katika ibada. Kwa hivyo utiifu huo hautakiwi isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kwa sababu ni ibada, na kwamba hatuiwi yoyote katika viumbe isipokuwa yutawa yake iwe si katika maasi ya Allah. Ikiwa taa yake itakuwa ni maasi, haifai kumtii. Arbaban, aliposema arbaba waungu, ay shurakaa, washirika ma Allah fi tashri', ni kuwafanya washirika pamoja na Allah katika jambo la kuweka sheria. Kama vile kuna mtu anaweka sheria kinyume cha Allah na watu wakaifuata sheria hiyo, tayari kashawafanya kwa maana arbaba, kwamba hao anawaabudu. Wameweka sheria kinyume cha Allah na wakaifuata sheria hiyo, wanahesabika hao kwamba tayari washawafanya arbaban, kwamba ni waungu. Shurakaa ma Allah fi tashri', kwamba ni washirika pamoja na Allah katika jambo la kuweka sheria. Pia Allah asema hivi na yakaweka yake ambayo inasema hivi kinyume cha sheria ya Allah, na wakati basi tayari kashawafanya kwamba ni waungu. Qala Ibn Abbas, amesema Ibn Abbas ila akhir, mpaka mwisho wa maneno yake aliyosema hiyo yushiku mpaka mwisho. Qalahu, maneno haya Ibn Abbas kayasema liman nadharahu, kwa yule aliyejadiliana naye. Nadhara ni mjadala. Liman nadharahu, kwa yule aliyejadiliana naye fi mut'ati al-hajj, katika mut'ati al-hajj. Ile imegawika kama mnavyoona kwamba wakati wengine unafanya tamattu, yaani unatekeleza umra, sawa unatekeleza umra kwanza, unafanya matendo yote ya umra. Ukimaliza kutekeleza umra unavua ihramu zako, unafanya yale yote ambayo unayafanya kama ulikuwa huja ihrimia. Vua ihramu yako, unavaa kanzu yako au shati yako au nguo zako unazovaa, unafanya yote yale ambayo unaruhusika kuyafanya ya halali. Alafu unasubiri mwezi 8 yaum tarwiya, ndio unanuia tena hija, sawa Kwa hivyo itamattu ni tamattu. Kwa hivyo na Mtume sallallahu alikuwa anafanya hivi na kaamrisha tamattu. Sasa na naye kuhusiana na tamattu kwamba unaweza ukafanya umra katika muda wa hija. Wakana huwa yaamuru biha, na alikuwa Ibn Abbas anaamrisha kufanya umra, halafu ukawa unayafanya yale yote ambayo ni halali kuyafanya, li amri rasuli biha, kwa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba kaliamrisha jambo hilo. Fahataja alaihi almukhalifu, na huyu ambaye anajadiliana naye, ambaye anapingana naye, akatoa hoja binahi ya Abubakari, kwamba Abubakari yeye anakataza, wa Umar anha, Abubakar na Umar wanakataza jambo hilo tamattu, sawa kwamba wao wanaona moja kwa moja mtu atekeleza ibada ya hija, sawa wanaona hivyo. Wa hataja Ibn Abbas bi sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas radhiallahu anhu akatoa hoja kwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatoa hoja ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akamwambia inakaribia Allah subhanahu wa ta'ala kukuteremshieni mvua ya mawe. Mimi nakwambieni Mtume kasema, na nyinyi mnaambia Abubakar kasema na Umar. Kwa hivyo neno yushiku ayaqrubu, inakaribia, yaqrubu inakaribia, wayadnu na inasogea, wayasra'u na inakuja kwa kasi, sawa yaqrubu maana yushiku ay yaqrubu inakaribia, wayadnu na inasogea, wayasra'u na inakuja kwa kasi. Almaana alijmali lilathari, maana jumla katika hii athar ya Ibn Abbas, anna Ibn Abbas, yakwamba Ibn Abbas radhiallahu anhuma yatawaqa'u anataraji an yanzila Allahu uqubatan minas samai, Allah kushusha adhabu kutoka juu, ajilatan, kwa haraka kabisa, adhabu hiyo kutoka juu kwa haraka.
shani'atan, tena adhabu mbaya, biman yuqaddimu qawla Abi Bakar wa Umar, kwa yule aliyetanguliza kauli ya Abi Bakar na Umar radhiallahu anhuma ala kauli Rasulillah, juu ya kauli ya mtume. Kuna kauli ya mtume lakini yeye akatanguliza kauli ya Abu Bakar au ya Umar. Liana al-imana, kwa sababu imani birrasuli, imani ya kumwamini mtume sallama, yaqtadhi mutabi'atahu, inahukumu kumfuata mtume, wa taqdima qawlihi, na inahukumu kuitanguliza kauli yake mtume ala kauli kulli ahadin kainan man kana, juu ya kila kauli ya yoyote vyovyote awavyo, lazima utangulize kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaqtadhi mutabi'atahu, sio mutabi'atuhu, yaqtadhi mutabi'atahu wa taqdima, sio taqdim. Shakli ikasawa hapo, sababu mutabi'atahu ni maf'ulun bihi. Lianna al-iman bir-rasul, imani ya kumwamini mtume, yaqtadhi, yani yaqtadhi al-iman, sawa, mutabi'atahu wa taqdima qawlihi. Munasabatu dhikrihi fil bab, munasaba kutaja kisa hiki katika huu mlango, annahu kwamba yadullu ala tahrimi ta'ati al-ulama'i wal umara, inafahamisha kwamba ni haramu kuwatii wanazuoni na watawala, fima khalafa hadi rasuli, katika yale ambayo yanaenda kinyume na uongozi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa annahu mujibatu lil'uquba, na kwamba jambo hilo kitanguliza kauli zao katika jambo linaloenda kinyume na kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam inapelekea kupata adhabu. Yani kuna kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam uitangulize kuliko kauli ya mwingine yoyote, sahaba si sahaba yote hawaye, adabu kuna kauli ya mtume ndio uitangulize. Ama kutanguliza kauli ya mwingine yoyote, inaonyesha hapo kwamba inawajibisha kupata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yusafadu min al-athar, faida inapatikana katika athar, ujubu taqdimi qawli ar-rasuli ala qawli kulli ahadi, wajibu wa kutanguliza kauli ya mtume juu ya kauli ya yoyote awaye. Lazima utangulize kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kauli ya yoyote, katika binadamu, katika kiumbe, katika lazima utangulize amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mukhalifata hadi rasuli, kwenda kinyume na uongozi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, tujibu al-uquba, inapelekea kupata adhabu na mateso. Kwenda kinyume na uongofu wa mtume sallallahu alaihi wasallam na uongozi wake aliokuja nao, inapelekea hii kupata mateso. Lazima ufuate kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqala Ahmad ibn Hanbal, na amesema Imam Ahmad ibn Hanbal, ajibtu liqaumin, nimestaajabu mimi na watu, arafu al-isnada, ambao tayari wameshajua isnadi, sanad wameshaijua, wasihatahu, na kusihi kwake, yani ile silsilatu rijali wale. Ili ujue hadithi kwamba ni sahihi, lazima uangalie na wapokezi wote ni sahihi. Kwa hivyo wao washajua, kuna watu washajua kwamba silsila hii ni sahihi. Sasa mstaajabu kwa watu hawa, liqaumin arafu al-isnada wa sihhatahu, wamejua sanadi na usahihi wake wamejua, alafu watu hawa yadhahabuna ila rai Sufyana, wanaenda wanaifuata rai ya Sufyan. Sufyan ni mwanachuoni mkubwa, lakini vipi mnaacha hadithi mnafuata kauli ya mtu? Ndio hapa anashangaa Imam Ahmad, vipi wanaiacha hadithi iliyokuwa sahihi wanaenda wanaifuata rai ya Sufyan? Wallahu ta'ala yaqulu, na Allah mtukufu anasema, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, watahadhari wale ambao wanaenda kinyume na amri ya mtume, an tusibahum fitnatun, wasije wakafikwa na fitna, wasije wakafikwa kwa sababu ya kwenda kinyume na amri ya mtume, wakafikwa na fitna, wakapata fitna. Atadri mal fitna, alafu akauliza Imam Ahmad, mnajua nini fitna? Atadri mal fitna, unajua ni nini fitna? Alfitna tu fitna, ashirku ni shirki, yani fitna ni shirki. La'allahu, huenda yeye, idha radda ba'dha qawlihi, akiacha kuifanyia kazi, akaikataa baadhi ya kauli ya mtume, an yaka fi qalbihi shay'un, utakaa kitu katika moyo wake, minazaighi, katika shirki, utakaa kitu minazaighi, katika shirki, itakaa katika moyo wake, fayahliku, hapo ataangamia. Utakaa kitu zaighi, hapo amekusudia shirki, utakaa kitu
kwa vile kaiacha kauli ya Mtume sallallahu akaenda katika kauli ya mtu mwingine, basi bila shaka moyo wake utaingia shirki. Ni shirki hiyo, kwa sababu itakuwa amemtii mtu kuliko kumtii Mtume. Kwa hivyo ni shirki hiyo, ni zaighi shirki. Kwa hivyo hapo ataangamia. Tarajim tafsiri ya maneno haya. Ahmad ni al-Imamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbali. Huyu ni imamu ambaye anaitwa Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Mata sanatu 241 Hijria rahimahullah. Amekufa katika mwaka 241 Hijria. Allah mrehemu. Ndio huyo Imam Ahmad, a'immati ahli sunna wal jamaa. Katika imamu wa imamu ahli sunna wal jamaa ndio imamu wao Imam Ahmad bin Hanbal. Sufyan aliposema Imam Ahmad kwamba wanaenda katika rai ya Sufyani na wanaacha kauli ya Mtume. Sufyani ni mwanachuoni ambaye Abu Abdullah Sufyan ibn Sa'id Thawri. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri al-Imam Zahidu al-Abidu, ni imam ambaye ni Zahid al-Abid. Imamu Zahidi bimaana ameipa nyongo dunia, al-Abidu mwenye kufanya ibada. Athiqatu al-faqihu ni thiqa, mtu madhubuti, muaminifu. Al-faqihu tena ni mtu wa fiqhi. Mata sanatu 161 Hijria rahimahullah. Alikufa katika mwaka wa 161 Hijria, Allah mrehemu. Hiyo ndio imamu thiqa, mtu ambaye ni thiqa, muaminifu kabisa katika masala ya hadithi. Ala Ahmadu, amesema Ahmad yani lamma qila lahu, wakati paliposemwa inna qauman, hakika ya watu, kuna watu yaturukuna alhaditha, wanaacha hadithi ya Mtume sallallahu ambayo ni sahihi, wa yadhhabuna ila ra'i Sufyana, na wanaenda wanaifuata rai ya Sufyan au ghairihi min alfuqaha, au watu wengine katika watu wa fiqhi. Eti wanaenda katika rai ya maimamu, wanaacha hadithi ya Mtume sallallahu. Ndio akasema maneno haya Imam Ahmad. Arafu al-isnad wa sihhatahu, tayari wameshaelewa sanadi. Sanadi tayari wameshaelewa na kusihi kwake. Yani arafu sihhata al-isnad al-hadithi, arafu sihhata isnad al-hadithi, wameelewa usahihi wa sanadi ya hadithi. Lianna sihhata al-isnadi, kwa sababu kusihi kwa sanadi, tadullu ala sihhati al-hadithi, inafahamisha kwamba hadithi vile vile ni sahihi. Kusihi kwa sanadi ya hadithi ni kuonyesha vile vile kwamba hadithi vile vile ni sahihi. Lakini kuna kaida vile vile yasema katika musala wa hadithi, sihhatul hadithi la yastalzimu minha sihhata al-isnadi, la yastalzimu minha sihhata al-hadithi. Inawezekana sanadi ikawa ni sahihi, hadithi ikawa ni dhaifu, sawa. Inawezekana sanadi ikawa ni sahihi lakini hadithi ikawa ni dhaifu. Kwa hivyo kweli hadithi sanadi yake, huyu ni thika, huyu thika, huyu thika, na huyu kweli kapokea kwa huyu na huyu kapokea kwa huyu, lakini sasa matini tunaiangalia matini. Hadithi sawa cheiona sanadi ni sahihi, hadithi ikawa ni mutaribu, hadithi ikawa ni shadha, kwamba hadithi ya huyu inapingana na ya huyu. Kwa hivyo hii iliyopingana tunamwangalia huyu ni thika na huyu ni thika zaidi kuliko huyu. Kwa hivyo huyu ni thika na huyu ni authaku, kwa hadithi ni dhaifu. Lakini aghlabu ndio haya Sheikh aliyosema kwamba kusihi kwa ile sanadi ni kuonyesha na hadithi ni sahihi. Ay arafu sihhata al-isnad al-hadithi lianna sihhata al-isnad tadullu ala sihhati al-hadithi, kwa sababu kusihi kwa sanadi inafahamisha juu ya kusihi hadithi. Yukhalifuna an amrihi, wanaenda kinyume na amri ya Mtume. Ai amri llahi, wanaenda kinyume na amri ya Allah au rasuli, au wanaenda kinyume na amri ya Mtume. Wa uddi al-fi'lu bi an, na kitendo kimewekewa harfu ya an. Yukhalifuna an amrihi, imewekewa kitendo hichi yukhalifuna an litadhammunihi bimaana al-i'radhi, kwamba hapa ina maana ya kupuuza, imefungamana na maana ya kupuuza. Kwa hivyo wanaopuuza amri ya Mtume, kwa hivyo kuja an ni kuonyesha kwamba ni kupuuza amri ya Mtume. Kwa hivyo ndio ikaja maana hiyo. Na tunaona kwamba kila harfu inapoingia katika kitendo
ndio inaleta maana kwa mujibu ya harufu iliyoingia. Kwa hivyo hapa yukhalifuna an amrihi, maana yake ni wale ambao wanapuuza amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitna, wasije wakafikwa na fitna, ay mihnatun fi dunya, ni mtihani hapa duniani, usije ukawafika na mtihani wenyewe ni hiyo kupotea mtu, kama nilivyotafsiri Imam Ahmad, ni huko kupotea mtu akaingia katika shirki, akawatii wengine, akaacha kumtii Allah na mtume wake, akapotea akaingia katika shirki ya taa, kwamba kaacha kumtii Allah na mtume wake akatii watu wengine, kwa hivyo hiyo ni shirki, atapotea. Au yusibahum adhabun alim, au ikawapata wao adhabu yumizayo fil akhirah hiyo. Kama ilikuwapata jambo kubwa hapa duniani, mtihani wa dunia, basi watapata adhabu yumizayo akhirah. Aliposema Imamu Ahmad la'alla, huenda yeye al-insanu, huyo mwanadamu, alladhi tasihu indahu sunnatu ar-rasul sallallahu, ambaye itasihi kwake yeye sunna ya Mtume sallallahu, akaiacha, ndio huyo alikusudiwa. Idha radda ba'dha qawlihi, atakapore ikataa akairejesha baadhi ya kauli ya Mtume, ay kauli rasuli au kauli nabii, kairejesha bimaana sikubali baadhi ya kauli ya Mtume sallallahu, asizikubali kauli zake, ayaka minazaighi, wenda mtu huyo akaingia katika yaqa'u fi qalbihi shay'un minazaighi fayahlik. Ay minazaighi ay al-udulu, inakusudiwa al-udulu manake ni kukengeuka au kwenda kombo. Azaighi ay al-udulu anil haqi, ni kwenda kombo, akakengeuka akaiacha haki. Wa fasadul qalbi, ni kuharibika kwa moyo, akaiacha haki akaifuata ambayo si haki, ndio kwenda kombo, akaharibika moyo wake, manake akaingia katika shirki, sababu ataacha haki aliyoamrisha Allah, atalifuata jingine liloamrishwa na mtu mwingine, kwa hivyo ataangamia. Almaana alijmaliyu, maana ya jumla, yunkiru al-Imam Ahmad, anagombeza Imam Ahmad, ala man ya'rifu al-haditha, wa yule anayejua hadithi as-sahiha, ambayo ni sahihi, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadithi inayotoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma baada dhalika yuqallidu Sufyana, kisha baada ya hapo eti anamfuata Sufyan au ghairahu, anamfuata mwingine yoyote katika maimamu, fima yukhalifu alhaditha, anafuata katika jambo ambalo linaenda kinyume na hadithi. Hadithi inahalalisha, yeye anaharamisha, kauli ya mtu mwingine inaharamisha, akaifuata, au hadithi inaharamisha, kauli ya mtu mwingine inahalalisha, akafuata kauli hiyo hivyo, au ghairahu, akamfuata mwingine kama Sufyan au mwingine yote, fima yukhalifu alhaditha, katika yale ambayo yanaenda kinyume na hadithi ya Mtume sallallahu, akamtii mtu huyo. Wa ya'tadhiru bi'adhari albatila, alafu akatoa udhuru ambao ni wabatili. Manake ni maimamu wetu au ndio kashasema hivi, haifai. Kama Mtume sallallahu akasema kadha, alafu mtu akasikia imamu, lakini imamu wetu, imamu gani huyo ambaye anatamshia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo linagombezwa na maimamu wote, wanaposema kwamba mnakapoona kauli zangu ninaenda kinyume na kauli ya Mtume, kauli zangu yacheni, mwingine ipigeni na ukuta, mfuate kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtu anang'ang'ania lakini madhehebi yetu, imamu wetu, imamu gani huyo ambaye madamu kauli yake inaenda kinyume na kauli ya Mtume, nao washasema, washatoa udhuru, maimamu washatoa udhuru. Kwa nini watu wanang'ang'ania tu? Wayatadhiru bi'adhari albatila, na anatoa udhuru ambao ni wabatili, liyubarri raf'i lahu, anatoa ili kutengeneza kitendo chake kile alichokifanya, liyubarrira fi'lahu, ili kutengeneza kitendo chake. Ma anna alfaradha, pamoja na kwamba jambo la fardhi, walhatma, na jambo la lazima, ala almu'mini, kwa muumini, jambo la lazima kwa muumini, idha balaghahu kitabullahi ta'ala, kikimfikia yeye kitabu cha Allah mtukufu, yani Qur'ani imesema kadha, wa sunnatu rasulihi sallallahu, na ikamfikia yeye sunna ya Mtume sallallahu, hadithi imesema kadha, wa alima maana dhalika, na akajua maana ya jambo hilo, fi ayi shay, katika jambo lolote, kana ya'mala bihi, ni wajibu yake kulifanyia kazi,
walau khalafahu man khalafahu, hata akaenda kinyume na yoyote atakayekwenda naye kinyume. Lazima fuate kitabu na sunna, hata akaenda kinyume na imamu gani. Bidhalika umirna wa bidhalika amarana rabbuna, kwa jambo hilo ndio Mola wetu ametuamrisha tabaraka wa taala. Wa amarana nabiyuna sallallahu, na hivyo ndivyo tuamrisha mtume wetu sallallahu. Thumma yatakhawafu al-imamu Ahmad, kisha anakhofisha imamu Ahmad ala man sahat indahu sunnatu rasulillah sallallahu, kwa yule ambaye imesihi kwake yeye sunna ya mtume. Thumma khalafa shay'an minha, kisha khalifu chochote katika sunna ya mtume. Ayazigha qalbuhu, ni kwamba moyo wako utapotea. Fayahlika, taangamia fi dunya wal akhirah, taangamia duniani na akhirah. Wayastashhidu bil ayati al madhkura, na antolea ushahidi aya ambayo imetajwa hapo. Wa mithluha, na mfano kama huo fil Qur'ani kathiro, katika Qur'ani aya kama hizo ni nyingi. Liqaulihi ta'ala, kaqaulihi ta'ala, kama kauli yake mtukufu Allah, falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, wakati walipopotea Allah kazipoteza nyoyo zao. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, wakati walipopotea nyoyo zao zikaenda upande na Allah nyoyo zao kazipeleka hivyo hivyo. Munasabatu dhikri dhalika fil bab, mnasaba kutaja hilo katika huu mlango wa tahadhiru min taqlidi ulamai, panatahadharishwa kuwafuata taqlid. Taqlid ni kufuata bila dalili. Taqlid maana yake ni kufuata bila dalili, ni taqlidi. Kwa hivyo katika hilo wanatahadharishwa min taqlidi ulama, kuwafuata wanazuoni bila dalili. Ndio ikaja kutilia mkazo zaidi min ghairi dalili, ni kuwafuata pasina kuwa na dalili. Yeye kasema tufanyeni kadha, mnafanya. Jambo kadha ni haramu, hakuna dalili yote, kasema tu kwa maneno. Kufuata bila dalili. Watarku al-amali, na kuacha kufanyia kazi bil kitabi wa sunna, Qur'ani na sunna, wakaacha kuifanyia kazi. Wa nadhalika shirku fi ta'a, na kutii kauli ya mtu kaacha kitabu na sunna, hiyo inaitwa na shirki, kwa sababu ni shirki fi ta'a, ni shirki katika jambo la utiifu. Yani kule kuwatii wao, ukaacha kauli ya mtume na ukaacha kauli ya Allah kwa kauli ya mtu kuifuata, hiyo inasabika ni shirki katika utiifu, katika ta'a. Umefanya shirki, badala kumtii Allah wewe ambao ni mahususi umtii yeye, unaenda kumtii kiumbe. Kwa hivyo ni shirki katika ta'a. Na yustafadu min al-athar, faida inayopatikana katika hii athar ya mwanzo, taharimu taqlidi, ni uharamu wa kufuata bila dalili. Ala man yaarifu dalila, ni haramu kufuata kwa yule anayejua dalili, yani msomi. Dalili anajua Qur'an nasemaje na hadithi nasemaje, alafu akamfuata mtu, ni haramu. Wa kaifia tasdilali, anajua dalili na jinsi ya kuzitolea dalili, yani anajua ile dalili na njia ya kuitolea dalili, kwamba aya hii yasema kadha na inalenga pahala kadha, hadithi hii yasema kadha na malengo yake, makusudi yake ni kadha. Ndio kaifia tasdilali, akawa anayajua hayo, alafu akafanya taklidi, kwake ni haramu. Halafu yajuzu jawazu taklidi, najuzu kufanya taklidi, kumfuata mtu liman la yaarifu dalila, kwa yule asiyejua dalili. Madamu mtu ambaye unaona wewe kwamba ni madhubuti, unamfuata kila anachofanya bila kuwa na dalili, kwa sababu wewe huna dalili, hujui. Kwa hivyo lakini huyu unamwamini, huyu ni msomi, ninamfuata huyu mimi kwa yule, lakini yule alikuwa hajui dalili. Biani yukallida, kwa mathalan kumfuata man yathiqu biilmihi, kwa yule anayemwamini kabisa kwa elimu yake, wa dini na dini yake, kwamba huyu ni mwanachuoni ana elimu, dini yake vile vile madhubuti, min ahli alilmi, katika watu wenye elimu, akamfuata huyo. Basi yule ambaye hajui dalili, yeye inafaa, inajuzu kumfuata. Huyu bwana ni mwanachuoni mzuri, kwa hivyo atakaposema yeye na mimi namfuata yeye, sababu yeye ni msomi, mimi sikusoma, namfuata yeye sababu namwamini juu ya elimu yake na ni mtu madhubuti. Na hiyo wapi tulipopata kwamba inajuzu? Katika kauli ya Imam Ahmad, ajibtu, nimestaajabu mimi, liqaumin arafu al-isnada wa sihhatahu,
kwa wale watu ambao tayari wameshazielewa sanadi na usahihi wake. Ameielewa sanadi na usahihi wake. Kwa yule ambaye ameielewa sanadi na usahihi wake, kwa hivyo kwa yule alikuwa hajui sanadi na usahihi wake, hana lawama. Lakini kwa yule anayejua alafu akamfuata mtu, wa huyu ndio nimestaajabu, Imam Ahmad anasema. Kwa hivyo yule alikuwa hajui hajastaajabu kwake. Kwa hivyo ni kuonyesha alikuwa hajui dalili na isnadi yake na istidlali yake. Kwa hivyo inajuzu yeye kumfuata yule ambaye ni msomi, madamu yeye anamuamini kwamba mtu huyu ni madhubuti katika dini yake. An Adi ibn Hatim, imepokewa kutoka kwa Adi ibn Hatim radhiallahu anhu, sahaba mtume huyo. Adi ibn Hatim, Adi ibn Hatim ni yule aliambiwa idha arsalta kalbaka almuallam fakul mimma amsaka alayka, yani wa dhakarta isma Allah fakul mimma amsaka ilayka. Tambiwa wewe Ali ni mtu wa majangwani huko, mtu wa porini, wewe ni mtu wa porini. Kwa hivyo utakapomtuma mbwa wako ambaye amefundishwa elimu, kula kile alichokukamatia. Na unataja jina la Allah unapomtuma mbwa wako, basi kula kile ambacho amekukamatia, amekiwinda kwa ajili yako, nini mnyama kama hivyo. Kwa hivyo ni huyu Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim radhiallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqra'u hadhihi al-aya. Nimsikia mtume anasoma aya hii, itakhadhu ahbarahum, wamewafanya wanazuoni wao wa Kiyahudi, wa ruhbanahum, na tawa wao wa Kinasara, arbaban, wamewafanya kwamba ni waungu, min dunillahi, basina Allah subhanahu, kinyume cha Allah, min dunillahi, kinyume cha Allah, wakawafanya hawa wanazuoni wao kwamba ni waungu. Aliposikia nasoma aya hii, faqultu lahu, nikamwambia mtume sallallahu, inna lasna na'buduhum, sisi tulikuwa hatuabudu. Kwa sababu alisilimu, yeye ni katika hao manasara, sawa Kwa hivyo akasema sisi tulikuwa hatuabudu. Sasa Qur'an inasimulia kwamba walikuwa wanaabudu. Sasa anasema alikuwa hatuabudu kwa sababu alidhani kwamba ibada ni ile kusujudia. Alidhani hivyo Rasulullah alikuwa hatuabudu, lasna na'buduhum, alikuwa hatuabudu. Qala, mtume akasema, alaysa yuharrimuna ma ahalla Allah fatuharrimunahu, je hawakuwa wanakuharamishieni Allah aliyohalalisha na ikawa mnawatika jambo hilo? Wao wameharamisha na nyinyi mnasema haramu ambao Allah kaihalalisha. Wayuhalliluna ma harrama Allah fatuhallilunahu, na alikuwa hamuwatii katika yale ambayo Allah kaiharamisha, wao wanakuhalalishieni na mkao mnaofuata, na nyinyi yale walioharamisha na nyinyi kao mnaofuata hivyo, kwa baya ni haramu. Na Allah aliyoharamisha aliyohalalisha mnaharamisha, mlikuwa hamfanyi hivyo? Faqultu bala, akasema ndio ya Rasulullah, tukifanya hivyo. Qala, mtume akasema, fatilka ibadatuhum, basi hiyo ndio ibada kwa wao, wanaabudu. Madam mambo yameharamisha Allah, wao wanahalalisha, na ikawa mnawatii katika jambo hilo, na jambo ambalo Allah kalihalalisha nyinyi mnayaharamisha, na ikawa mnawatii katika jambo hilo, aliyohalalisha nyinyi mnayaharamisha, mnawatii katika jambo hilo, hiyo ndio ibada yao, mnaabudu, ndio kuabudu wenyewe huko eti. Akhrajahu at-Tirmidhi, hadithi imepokea Imam Tirmidhi, wa dhakarahu Ibn Kathir fi tafsirihi, Ibn Kathir akaitaja katika tafsiri yake, wa anzahu ila Ahmad wa Tirmidhi wa Ibn Jarir, na yeye amepeleka mpaka kwa Imam Ahmad kwamba ndiye aliyepokea, na Imam Tirmidhi pamoja na Imam Ibn Jarir. Wa qala Tirmidhi, na Imam Tirmidhi akasema hadha hadithun gharibu, hadithi ni gharibu. Gharibu maana ni hadithi ambayo imepokewa na mtu mmoja, kila sanadi yake imepokewa na mtu mmoja. Na masala ya hadithi ikipokewa na kama kuna katika tabaka imepokewa na mtu mmoja tu, hata nyingine kama imepokewa na watu wengi, lakini kuna tabaka moja imepokewa na mtu mmoja tu, hadithi ni gharibu, sawa Hata tabaka lingine imepokewa na watu 9, imepokewa na watu 10, sawa, hata imepokewa na watu 40, pengine tabaka la matabiina watu 40 wamepokea, lakini ikaja kuna tabaka imepokewa na mtu mmoja, hadithi ni gharibu. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa hasanahu
Imepokea Imam Ahmad na Imam Tirmidhi, na Imam Tirmidhi hadithi akaifanya kwamba ni hasan. Tarajim Adiyu, tafsiri Adiyu huwa Adiyu ibn Hatim at-Ta'i. Adi ibn Hatim at-Ta'i sahabiyun shahirun, ni sahaba mashuhuri, hasanu al-Islam, Uislamu wake ulikuwa ni mzuri, Muslimu ikawa Uislamu wake ni mzuri. Mata sana 68 hijria walahu 120 sana radhiallahu anhu. Amekufa mwaka 68 hijria na alikuwa amepata umri wa miaka 120. Kaishi amepata umri wa miaka 120. Hao ndio walikuwa wanaishi muda mrefu. Sasa kupata miaka 40 umebahatika, basi 60 70 basi. Kupata 100 tena TV zote anapiga kelele kaishi sana. Waman nu'ammiruhu nunakisuhu fil khalq. Akiwa umri mrefu tayari humjui hata mwanao anaingia unamwamkia. Humjui tena. Unaona yeye ndio mtu mzima. Hivyo ni umri ardhalul umr, umri uliokuwa dhalili kabisa. Itakhadhu ay ja'alu, wamewafanya. Itakhadhu ay ja'alu, wamewafanya habarahum ay ulama al-yahudi, wanazuoni wao wa Kiyahudi wamewafanya, wa ruhbanahum, na wale watawa wao badala naswara, ni wale wenye kufanya ibada sana katika manaswara, wale watawa arbaba min dunillah, wamewafanya kwamba ni waungu pasina kuwa kinyume cha Allah, wamewafanya ni waungu kinyume cha Allah. Haithu tabauhum, kwa kule kuwafuata, fi tahlili ma harrama Allah, katika kuhalalisha yale Allah aliyoharamisha wao wanahalalisha, wakawafuata vile vile wakawatii katika jambo hilo. Wataharimi, na wamefuata katika kuharamisha ma ahalla Allah, yale Allah aliyohalalisha, alafu wakawatii katika jambo hilo. Allah kahalalisha wakaharamisha, na Allah kaharamisha wakahalalisha. Lasna na'buduhum, Adi anasema nilikuwa hatuabudu sisi. Dhanna anna al-ibadata, alidhani Ta'i, Adi ibn Hatim alidhani kwamba ibada yuradu biha taqarrubu ilaihim, inakusudiwa kule kujikurubisha kwao, bisujudi, kama vile kuwasujudia, wa nahwihi fakat, na mfano wake. Basi aliona hiyo ndio ibada, kule kuwasujudia, kuwafanyia rukuu, kujikurubisha kwao, aliona hiyo ndio ibada. Kumbe sio. Mtume sallallahu alayhi wasallam akafundisha na akaweka wazi, kule kuwatii tu tayari kumshafanya waungu. Madamu Allah kaihalalisha, wao wakasema ni haramu. Madamu Allah kaiharamisha, wao wakasema ni halali, na mkawatii katika jambo hilo, tayari mnaabudu hapo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, alaysa yuharrimuna, je walikuwa hawaharamishi kukuharamishieni nyinyi, ila akhir, mpaka mwisho. Bayanun limaana ittikhadhihi marbaba, hapa ni ubainifu. Mtume anabainisha maana kwamba wao waliofanya kwamba ni waungu, ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam anawabainishia. Almaana alijmali, maana ya ujumla. Hinama samia hadha sahabiyul jalilu, aliposikia huyu sahaba mtukufu tilawat al-rasul sallallahu alayhi wasallam, kisomo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, lihadhi al-aya, aliposikia aya hii, allati fiha al-ikhbaru anil yahudi wan nasara, ambao katika kisomo hicho, aya hiyo iliposomwa ndani yake mna habari ya Mayahudi na Manasara, bi annahum ja'alu ulamaahum, kwa Mayahudi na Manasara wamewafanya wanazuoni wao, wa ubadahum, na wale wenye kufanya ibada katika wao, watawa wale, wamefanya alihatan, kwamba ni waungu. Lahum yusharri'una lahum, wanawekea sheria wao, ma yukhalifu tashri'a Allah, sheria ambazo zinaenda kinyume na sheria za Allah. Fayuti'unahum fi dhalika, na wao wakawatii katika jambo hilo. Jambo Allah kalihalalisha, wao sema haramu, na ikawa wanatii. Jambo ambalo Allah kaliharamisha, wao sema halali, na ikawa wanatii. Kwa hivyo wamefanya hivyo, fayuti'unahum fi dhalika, wakawatii katika jambo hilo. Istashkala maanaha, akapata mushkeli huyu Adi maana yake aya hii, lianahu yadhunnu, kwa sababu alikuwa akidhani, anna al-ibadata, kwamba ibada makusura, imefupishika, ala sujudi wa nahwihi, imefupishika kwamba ni sijida tu na mfano wake ndio ibada.
fabayyana lahu ar-rasul, Mtume sallallahu akambainishia sallallahu alaihi wasallam, anna min ibadati al-ahbari wa ruhbani, kwamba miongoni mwa ibada za hao al-ahbari wa ruhbani, ibada ambao wanafanyiwa hao watawa, hao ambao ni wanazuoni wa Kiyahudi na hao ambao ni watawa wanaofanya ibada, tu'atahum, kule kuwatii wao fi taharimi alhalali, katika kuharamisha mambo ya halali, wa tahlili alharami, na kule kuwatii wao katika kuhalalisha mambo ya haramu, khilafa hukmillahi ta'ala, ambao ni kinyume cha amri ya Allah mtukufu, kinyume cha hukumu ya Allah mtukufu wa rasulihi, na ni kinyume cha hukumu ya mtume wake sallallahu. Kwa hivyo hiyo ndio ibada. Kule kuwatii, hiyo inasabika ni ibada ya kuabudu wao. Kwa hivyo watu wakaacha kitabu cha Allah, wakaenda katika kanuni na wakaona kanuni ndio jambo lilokuwa bora, hiyo inasabika ni ibada, na watii hao waliweka kanuni zao. Munasabatul hadithi lilbabi, mnasaba wa hadithi katika huu mlango, anna ta'ata al-makhluqi, kwamba jambo la kuwatii viumbe fi ma'siyati llahi, katika jambo la kumwasi Allah, ibadatul lahu min dunillah, hiyo ni ibada ya kumwabudu kiumbe huyo kinyume cha Allah. La siyama hasa fi tashri'il ahkami, katika kuweka sheria katika mambo ya hukumu, wasanil qawanini, na kupanga kanuni mbalimbali, almukhalifati li hukmillahi, zinazokwenda kinyume na hukumu ya Allah. Panga kanuni zenu, kaeka misingi yenu mbalimbali, sheria zenu mbalimbali, nenda kinyume na sheria za Allah, hiyo inasabika ni ibada, mnawaabudu hao walikuwekeeni hizo sheria. Mayustafadu min alhadithi, faida inayopatikana katika hii hadithi, anna ta'ata alulamai, kwamba kuwatii wanazuoni wa ghairihim, na wengine na almakhluqina, katika viumbe, fi taghayyiri ahkamillahi, katika kubadilisha hukumu za Allah, idha kana almuti'u ya'rifu, ikiwa yule mtiifu anajua mukhalifatahum li shar'i llahi, kule kwenda kinyume wao na sheria za Allah, anajua kwamba hao wameenda kinyume na sheria za Allah, alafu akawatii, shirkun akbar, hiyo inasabika ni shirki kubwa ambayo inamtoa mtu katika Uislamu. Najua kwamba sheria hizi alizonipa ni hukumu, au sheria hizi ambazo ametupangia tuzifate inaenda kinyume na sheria za Allah, na nikatii jambo hilo, hii inasabika ni shirki kubwa, na muabudu huyo ambaye amekuwekea sheria hizo. Anna tahlila wa taharima, kwamba jambo la kuhalalisha na kuharamisha, haki lillahi ta'ala, hii ni haki ya Allah mtukufu. Kwa hivyo wale wanaofutu masala, hakikishe kwamba nafutu masala kwa sababu Allah kasema hivi na mtume kasema hivi, sio hii haramu mutlak. Wapi kaona tu katika akili yake ni haramu, ni hatari. Hii vipi hii halali? Wapi kaona tu katika akili yake kwamba hili ni halali, akili yake tu, hakuna aya, hakuna hadithi, ni hatari. Anna tahlila wa taharima haqu lillahi ta'ala, masala kuhalalisha na kuharamisha ni haki ya Allah peke yake. la taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhib. Lazima iwe ni kauli kutoka kwa Allah kwamba kasema hili ni halali, hili ni haramu. Bayanu linawi min anwa'i shirki wa huwa shirku ta'a, hapa kuna bainishwa aina miongoni mwa aina za ushirikina ambao ni shirki katika ta'a. Kwa hivyo kimtii mtu katika jambo linaenda kinyume na amri ya Allah, hiyo inasabika ni shirki, inasabika hiyo ni shirki katika ta'a. Mashru'iyatu ta'limi aljahili, na hapa kuna sheria ya kumfundisha alikuwa hajui, mjinga umfundishe, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha sahaba wake, hajui, yanadhani ibada ni kule kusujudu tu, akaambiwa hapana, hukumtii mtu kinyume cha amri ya Allah katika kuhalalisha au katika kuharamisha, hiyo inasabika ni ibada. Anna maana la ibada, kwa maana ya ibada wasiun, ni pana kabisa. Maana ibada ni pana, yashmalu kulla ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, inakusanya kila yale mambo yote Allah anayoyapenda na kuyaridhia, min al-aqwali wal a'mali, kuanzia kauli na matendo, adh-dhahirati wal batin, ya dhahiri na yaliyojificha, ya dhahiri na ya siri, yote yanaingia katika masala ibada, matendo
yote Allah anayaridhia katika kauli, amali, matendo, dhahiri na hata ni ya siri, yote yanaingia kwamba ni katika ibada. Inshallah tufika hapa, taendelea. Innal hamdalillah nahmaduhu